Karibu kiongozi wetu, Rais wa Kenya. Thank you, Mr. Asante sana William, nashukuru sana. Wanajubilee wenzangu, hamjambo? Hamjambo tena. Hebu tusalimiane zile salamu zetu za kuonesha ya kwamba tuko pamoja na tuko hapa pamoja. Tujadiliane vile tutapeleka chama chetu mbele na vile Kenya yetu pia itaweza kusonga mbele pamoja. Wenzangu, at the risk of being repetitive, ningependa kuanzia huu mkutano wetu wa Jubilee pahali ambapo tulianza safari yetu. Na safari yetu tulianza wakati mimi na ndugu yangu William tukaketi baada ya ile matatizo nchi yetu ilipata baada ya uchaguzi ule wa 2007, na tukasema ya kwamba hatutaki tena Wakenya wapigane, wauane kwa sababu ya siasa, kwa sababu ya ukabila. Na tukasema yastahili tushirikiane pamoja na tutafute mbinu ambayo tutaweza kuweka wananchi wa Kenya pamoja, ndio tuweze tuchaguane juu ya misingi ya sera, lakini sio ukabila. Sio ukabila. Juu ya maendeleo, lakini la muhimu ni umoja wa Wakenya. Na nafikiri wengine wenu ambao mko hapa mwakumbuka tukisema wakati huo, tushindwe, faida wa Kenya wawe kitu kimoja na tusimwage damu. Kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ya Wakenya, tulifaulu kwa lengo letu la kwanza ambalo lilikuwa kuweka Wakenya pamoja, na Wakenya wakakuja pamoja na tukachaguana kwa amani. Mungu akatuongezea, akatupatia nafasi pia ya kuunda serikali ya kwanza chini ya katiba yetu mpya ya mwaka wa 2010. Na kutoka hapo tukaamua ya kwamba kama wanafunzi wa historia hatuwezi turudi makosa yale ambayo yalikuwa yametendwa hapo awali. Tukasema tuataka serikali moja, serikali ambayo haitakuwa na mambo ya mashindano, mambo ya kupigana. Na wenzangu, nataka niwahakikishie ya kwamba kutoka wakati tuliapishwa mpaka siku ya leo, serikali ya Jubilee imekuwa ikitoa maamuzi, imekuwa ikiendesha mambo ya serikali kwa sauti moja. Hakuna siku moja ambayo mmesikia mambo ya serikali ya Jubilee ikiwa imeshindana vile mambo yalikuwa hapo awali. Mmesikia? Hata siku moja. Kwa sababu tulisema njia pekee ya kurudishia Wakenya asante
ni kuwatendea na kufanya kazi, kwa sababu baada ya kuunganisha Wakenya, jukumu letu sasa likakuwa ni maendeleo, na ni maendeleo kwa Wakenya wote pahali popote walipo. Mumesikia nikirudia tena na tena, mpaka hata wakati wengine wenzetu wa Jubilee wamekuwa wakisema ala, kwani tumesahaulika? Kwa sababu nimekuwa nikirudia ya kwamba tutawafanyia kazi wale walitupigia kura na hata wale ambao hawakutupigia kura, kwa sababu msingi wa serikali ni kutumikia na kuhudumia Mkenya pahali popote alipo. Na ndipo mliona juzi kumaanisha ya kwamba serikali yetu, wacha kelele ya wachache, ya kwamba serikali yetu imeamua hakuna mtu ambaye atabaki nyuma. Wenzetu ambao waliletwa hapa na wakoloni zaidi ya karibu miaka 80 iliyopita, serikali ya Jubilee ndio ilisimama ikasema, wenzetu ambao walitoka Mozambique na wameishi kati yetu, jamii ya Makonde, wanastahili pia kuwa Wakenya na wahudumiwe kama Wakenya wenzao. Kuna ingine imefanya hivyo? Ndio tuambiwe ya kwamba ati serikali ya Jubilee ni serikali ambayo ina ubaguzi. Kama tungekuwa na ubaguzi, tungetambua wenzetu vile tumetambua hawa. Wenzetu kutoka wakati wa Kenya walitupatia nafasi ya kuongoza serikali hii, sisi hatukuangalia nyuma. Sisi hatukusema ya kwamba tumewekelewa mambo na wengine ati ndio tuchukue nafasi ya sisi kuwa serikali kutesa wengine. Tulisema hata tukiwa ndani ya serikali tutaendelea kujitetea kibinafsi yale tulikuwa tumewekelewa na wengine ambao nyinyi mnajua ni wakina nani. Kwa mara ya kwanza kwa historia ya kontinenti letu la Afrika, na kwa sababu ya imani ambaye mimi mwenyewe nilikuwa naye na naibu wangu na serikali yangu, nikasema ya kwamba mimi siwezi kwenda kusimama mbele ya koti ya kigeni kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini sikukimbia kwa sababu nilijua siko na hatia, na nikawacha ofisi hii na naibu wangu akakaa kama rais wakati nilikuwa katika hiyo koti. Kweli au uongo? Kwa sababu Wakenya wapenda sana kusahau mambo mengi. Wakenya wapenda sana kusahau pahali ambapo watu wametoka. Wenzetu kama Jubilee, kutoka siku ya kwanza tukasema, na nitaka kurudia hapo tena, ya kwamba asante ambaye tunaweza kupatia Wakenya kwa heshima ambaye walitupatia ni kuwatendea na kuwafanyia kazi. Wenzangu, tukaanza, tumekuwa tukiambiwa ya kwamba kuna mipango ya kujenga reli. Tukasema ya kwamba reli ni muhimu kwa uchumi na kupanua nchi yetu ya Kenya. Tukaanzisha reli kutoka Mombasa, na mwaka ujao mtaiona ikitembea mpaka Nairobi. Juzi tumeanzisha laini ya pili kutoka Nairobi
kuelekea Naivasha, na tuendelea kutafuta pesa ambazo zimebaki ndio itoke Naivasha mpaka ifike Kisumu na Malaba, ituunganishe na jirani wetu wa Uganda. Wenzangu, haya ni yale ambayo mnaweza muone, sio hadithi, ni ukweli wa mambo. Wenzangu, tuliahidi wa Kenya ya kwamba wakituchagua hakuna mama Mkenya ambaye tena atalipa kujifungua katika hospitali ya serikali. Wenzangu, tulitenda au hautukutenda? Tulitenda. Leo hii over 70% of Kenyan women are giving birth attended to by qualified medical personnel in our hospitals. Wakutaka kuona aone. Wenzetu, tukasema ya kwamba tunataka kuimarisha usalama katika taifa letu la Kenya. For the first time in over 50 years, the largest modernization of the police that has ever occurred in the history of this country has occurred in the last 3 years of the Jubilee administration. Tulikuwa West Pokot juzi, na wenyewe wananchi wa West Pokot mbele ya Jubilee kuingia walikuwa na magari 3 ya polisi. Moja ya mkubwa OCPD ambaye alikuwa anaomba mafuta yake kutoka wanafanyabiashara huko. Ya pili ambaye ilikuwa imelalia mawe, na ya 3 ambaye haikuwa na mafuta kwa sababu mafuta imeingizwa katika gari ya mkubwa. Leo hii West Pokot iko na zaidi ya magari 40 ambaye inatembea kupatia wananchi wa West Pokot usalama. Tuliyatenda, hatukutenda? Tukasema ya kwamba tunataka kumodernize the security system ya miji yetu mkuu kwa kuweka ma CCTV na command and control. Tulifanya, hatukufanya? Wenzetu, tukasema ya kwamba ni watoto wengi wa nchi yetu ambao wakati ya mtihani ukifika wanashindwa kwenda either form 1 au kwenda university kwa sababu mzazi ameshindwa kulipa pesa ya exam fee, so certificate inashikwa. Tukasema ya kwamba hakuna mtoto wetu tena ambaye hataweza kuendelea ati kwa sababu ameshindwa kulipa exam fee. Leo hii wakati tunakaa hapa, we have made history. Watoto wetu wa primary wanamaliza exam zao leo, na hakuna mtoto ambaye au mzazi ambaye ameitishwa ndururu. Serikali imelipa yote. Ni kweli au ni uongo jameni? Mnaiona au hamuoni? Ni kweli. Tukasema ya kwamba tunataka to digitize our future generations. Isiwe ya kwamba kuna watoto wa maskini au watoto ambao wako in remote areas who shall be disadvantaged kwa sababu hawana access to modern technology. Na tukasema tutaanzisha project yetu ya kupatia tablets na laptop to digitize our education. Wenzangu, katika karibu kila primary school sasa tumeanza kusambaza hizo tablets and digitizing our education in those schools. Wenzangu,
wakati Jubilee iliingia katika kuongoza serikali hii, kuongoza nchi katika Kenya mzima, dialysis machines ambao wa Kenya milioni 40 walikuwa wanapigania kuingia in public hospitals, hazikuwa zimefika 6, na nyingi zazo zilikuwa hapa Nairobi. As we speak today, mwananchi wa Turkana, wa West Pokot, wa Marsabit, wa Mandera anaweza kuenda hospitali na apatiwe dialysis uko katika kaunti yake. Governor wa Mandera ameketi hapa na nilimuona ako pale. Aseme kama for the first time in the history kutoka Mungu aunde dunia na mpaka kutoka Mungu atengeneze nchi ambayo inaitwa Kenya, kama kuna wakati mama ambaye amekuwa na shida ya kujifungua ameweza kwenda hospitali na kupata C-section, mama huyo ni kukufa angekufa. Leo hii Mandera wanafanya C-section uko kwao na wananchi wanapata hiyo huduma. Jameni, tumetenda hatujatenda? Wakuona aone. Haya, Mung'aro ameketi hapa, aseme kutoka wakati ya enzi ya babu zao walikuwa wanaimba juu ya safari ya Bamba, kwa sababu ilikuwa inachukua karibu wiki sijui ngapi. Mtu kuenda hiyo safari ni kufikiria, nitaenda wapi, nitaanzia wapi, nitalala wapi katikati ndio nifike Bamba. Muulize sasa, kama hivi karibuni hatuendi huko tufungue barabara ya lami kuunganisha mpaka Bamba, watu wawe wanatembea mpaka Naomi Shaban kama yuko hapa, sijamuona. Mama yuko hapa, aseme kilio cha Wataita na Wataveta juu ya barabara kutoka Voi kwenda mpaka Taveta, atuambie kama hivi karibuni hatuendi kwake kufungua hiyo barabara ya kuunganisha wa Kenya mpaka Taveta. Wa Marsabit, mtu wa Marsabit aseme miaka chache iliyopita mtu alikuwa buses ambazo zilikuwa zinatembea kutoka Moyale to Nairobi ilikuwa 6 pekee kwa wiki. Ni bahati yako uipate, kama umekosa upande juu ya lori ya ng'ombe ile italete ng'ombe hapa Dagoretti. Tuambiane ukweli. Leo hii ambapo tunaongea hapa, there are more than 30 buses transversing between Moyale and Nairobi every day. Tumefanya kazi jameni, hatujafanya? Tumetenda hatujatenda? Tumetenda hatujatenda? Jameni, wengine wetu ambao walikuwa wapinzani wetu katika uchaguzi uliopita, lugha yao ilikuwa mkichagua Jubilee mumechagua watu ambao hawawezi kutimiza ahadi ya kuimplement katiba mpya. Today as we speak, every single function under the constitution that was supposed to have been devolved has been devolved. Na serikali ya Jubilee over the last 3 years imetransfer in excess of 1 trillion shillings to the counties for development. Magavana wako hapa jameni, waseme kama pesa imefika, haijafika. Vile wanafanya naye ikifika sio yangu, ni yao.
Lakini imefika haijafika? Si imefika? Wenzangu, wakati Jubilee ilichukua serikali, tutulie. Wakati Jubilee ilichukua serikali, in doing business indicators, tulikuwa number 132 katika dunia. Tulikuwa na masheria zingine ambazo zilikuwa zimelala bunge bila kupitishwa, zingine kutoka 1978. Kupitia wajumbe wetu both wa National Assembly na Senate, tukaharakisha tukapitisha hizo sheria, Companies Act, Insolvency Act na zingine nyingi ambazo zilikuwa zimelala hapo. Kwa muda ya miaka mitatu tumetoa nchi yetu ya Kenya from number 132 juzi tuko 92 in the world. Jameni, kazi tumetenda hatujatenda? Tulisema ya kwamba tutaongeza pesa ya uwezo na ya basari, na nikasema hiyo pesa sio serikali kuu ambaye itaigawanya. Tukasema ndio tuhakikishe imefika kila kona. Tukapatia wajumbe wetu pesa hizo waende ndio wahakikishe ya kwamba katika kila constituency hiyo pesa imepatiwa wenyeji wa huko. We devolved that function, na tukasema we are not going to use money like in previous years to control people. We gave them the authority. Nyinyi muende mukatambue yale ambaye ni ya muhimu katika constituencies zenu. Wenzetu, wakati Jubilee ilichukua usukani wa kuongoza taifa la Kenya, CDF ambaye waheshimiwa walikuwa wanapata average per constituency was around 40 million. Leo hii wajumbe wanapata karibu ya milioni 100 kila constituency katika taifa la Kenya. Na yale nayasema ni yale ambaye yanatendeka, siongei juu ya yale ambaye hayako. Hii ni yote, the statistics are there. Sio hapana, bado. Wakati Jubilee ilichukua usukani, the most vulnerable in our society ambao walikuwa wanasaidiwa na serikali walikuwa 200,000. Leo hii tukiongea, wajane, orphans, walemavu karibu 1,000,000 wanasaidiwa kupatiwa pesa kila mwezi na serikali yao. Hiyo pia wakutaka kuona aone. Leo hii wakati tunaongea, image na positioning ya nchi yetu ya Kenya has never been higher on the African continent and globally, with Kenya participating and getting Kenya's name on the map. Haijawahi kutoka wakati ya independence vile imefanyika chini ya uongozi wa Jubilee. Leo hii tupate tusiyopata, tuko na candidate wetu Amina Mohamed, for the first time in history vying for the position of chairperson of the African Commission, na tutamfanyia campaign na tuwaomba Mwenyezi Mungu tuipate. Niambie mwingine ambaye ameweza kufika kiwango hicho Mkenya chini ya serikali zilizopita. Hayo na mengine mengi ambaye tunaweza kuendelea. Stima. Chini ya serikali ya Jubilee
tumeongeza karibu megawatts 1,000 katika the national grid. Hivi karibuni tutafungua Marsabit County project ingine ambayo itaongeza another 400 megawatts to the national grid, the largest wind farm in the African continent. Marsabit County, Kenya hii. Wakati Jubilee ilichukua usukani wa kuongoza taifa la Kenya, kutoka wakati wa mzungu aliunda ile company ambayo ilikuwa inaitwa Kenya Power and Lighting. From that time mpaka 2013, wananchi karibu miaka 70 na kitu, wa Kenya ambao walikuwa wameunganishwa na stima walikuwa 2,300,000. Leo hii ambao tunaongea hapa, zaidi ya Wakenya 5,200,000 wameunganishwa katika huduma ya stima. Leo hii nyumba ya nyasi, nyumba ya matope, mwananchi anashika plug na anawasha stima. Bondo kwa mtu mwingine, kwa sababu tunapenda watu ya Bondo, majirani wake ambao walikuwa wanapitia kwa mlango yake wakiona stima kwake lakini wenyewe hawana, wanawasha stima na wanavuta maji kutumia stima kwa sababu ya serikali ya Jubilee. Na yale ambaye nasema ni wazi na ionekane, hakuna mtu mimi na laumu, nasema yale ambaye yapo. Yale ambaye yapo, yale ambaye wakutaka kuona anaweza aone. Kenya hii hatujawahi kuwa na umoja wa Kenya wakishirikiana na wakipendana kama chini ya uongozi wa serikali ya Jubilee. Miji yetu tumeiwasha stima. Wafanyikazi kutoka Kibera, utembee Kibera usiku, utaona wakina mama wakiuza samaki, wengine wakiuza mboga katika mitaa ya Kibera, Kisumu, Mombasa, kwa sababu tumewasha na tumeleta usalama. Jameni, hiyo ni kazi au jameni si kazi? Ni kazi au sio kazi? Sasa wenzangu, mimi nataka nirudi pahali pengine sasa, kwa sababu tuweza kuendelea kutaja yale ambayo yamefanyika na ni mengi. Title deeds. Title deeds. Tumeissue karibu 3 million new title deeds serikali. Za hapo awali, the total stock of title deeds did not exceed 1 million before the Jubilee government came into office. Digitization of our records, making it easier for people to do business. Huduma ambaye watu walikuwa wanatembea kilomita kutafuta, huduma sasa inapatikana through huduma centers across the Republic of Kenya. Jameni, tuambiwe hakuna kazi tumefanya. Na mimi nasema haya kwa sababu gani? Kwa sababu sasa nataka nirudi. Ni mengi na tutaendelea, lakini mimi nataka nirudi pahali pengine. Kwa nini niseme haya yote? Na mimi nasema hadharani, na mimi nasema wakusema ati nimesema uongo asimame, ati nimeambia Wakenya uongo. Asimame, tushindane, nimpeleke kijiji kwao nyumbani, nimuoneshe huyu jirani yako ako na stima hana.
aseme. Sisi hatutabishana kwa maneno. Nitampeleka nimweke kwa gari, nimpeleke nimuoneshe. Nimuoneshe. Tunaelewana wenzangu? Na nimesema hayo kwa sababu gani? Nimesema hayo kwa sababu hii. Kwa sababu kuna wenzetu ambao tunapingana na hawa. Na mimi mmesikia nikisema sana. Mimi nafurahia upinzani kwa sababu chama chetu cha Jubilee ni chama cha kidemokrasia, na tunaamini ya kwamba katika Kenya lazima tuwe na demokrasia, lazima wananchi wawe na nafasi ya kuchagua baina ya huyu na yule na wapatiwe huo uhuru. Lakini nimesema jameni, sisi kama wanajubilee hatutaki kushindana na wenzetu juu ya misingi ya kikabila, juu ya misingi ya kidini, juu ya misingi ya mimi nimetoka region hii, juu ya misingi ya kwamba sasa ni nafasi ya huyu, sijui ni nafasi ya huyu, juu ya misingi ya kusema tumeungana na huyu tutagawanya na yule. Hapana. Sisi kama wanajubilee tunataka kushindana juu ya misingi ya sera. Wewe sera zako ni gani? Ndio sisi tukuambie zetu ni gani, na ndio tuende kwa wananchi waamue. Lakini wenzangu, wajua, ukishindana na mtu ambaye hana sera, shida yake ni ya kwamba siasa yake lazima iwe siasa ya vurugu na vita. Siasa yake lazima iwe ya propaganda. Siasa yake lazima iwe ya matusi. Kwa sababu akisimamishwa kwa dakika moja aulizwe mpango yako ya stima ni gani, hana. Akiulizwa mpango yako ya maji ni gani, hana. Akiulizwa mpango yako ya kuinua hali ya umaskini katika nchi ya Kenya, hana. Na ndio unaona tukianza mradi, kitu cha kwanza tukianza reli anasema ufisadi, kwa sababu hataki reli. Ameimba ufisadi, reli ndio hiyo imeingia Nairobi. Tukianza project ya kuinua mahospitali yetu, ufisadi. Nimewaambia Mandera waenda, C-sections zinafanywa Mandera siku ya leo. Tukisema juu ya police upgrade, ufisadi. Magari ndio haya yanatembea kila kona ya Kenya hii yaonekana. Tukisema ya kwamba, na ndio ujue the level such a person will stoop ati ndio aweze kupata nafasi ya kupata platform ya kuongea. Ati juzi ameita press conference hapo, ndio unajua kuna project ya maji ambaye ni ya Murang'a. Hiyo sasa project ikifanyika, ati maji ipelekwe Nairobi, watu ya Murang'a hawatakuwa na maji. Na mimi nataka kusema hiyo project ill conceived. Hataki kuambia Wakenya ya kwamba alikuweko kama waziri mkuu wakati plans hizo zilikuwa zinafanywa. Hataki kuambia hivyo. Kwa sababu nia yake ni nini? Nia yake akifikiria ati akisema nimekuja kutetea watu ya Murang'a, ati ndio apate sympathy, ati ndio watu wa Murang'a ati wasijitokeze kupiga kura ati kwa sababu project ina. Tuambiane ukweli. And he is well versed, na anajua ya kwamba hiyo project haichukui maji ambaye inatembea katika huo mto kikawaida. Wale ambao wanatoka Murang'a wanajua ya kwamba wakati mvua imezidi, wananchi kwa sababu ya vile maji inakuza inasafisha matope na inakuwa nyingi, inasafisha, inachukua
udongo, inachukua wananchi yale maji ambaye huo mfereji utatap is the excess water during that heavy period, na ndio badala ya hiyo maji kwenda kumwagika ndani ya bahari Hindi. Wacha maji hiyo jameni tuyaokote, tuyapeleke Dakaine, ya kunywe ni watu wa Nairobi ambao wametoka kila pahali katika Kenya yetu. Na pia kati ya hayo tuko na mipango ingine ya kufunga damu zingine Murang'a, ndio wananchi wa Murang'a pia waweze kupata huduma yao ya maji pia. Lakini mganga hawezi kuona haya. Hawezi kuona haya. Yake ya kwanza ni vile ata incite wananchi, ati wananchi wakasirike. Sio wapatie suluhu, ati ni vile atakwenda kupiganisha huyu na ule, kwa sababu hiyo ndio siasa yake. Leo hii wenzangu, leo hii wakati tuko hapa tukijadiliana vile tutapanga mambo ya chama yetu kwenda mbele na yale ambaye tumetenda, kuna mwingine na ndio amebadilishwa hiyo jina Lord of Poverty, yeah? Kuna mwingine wakati tuko hapa, kwa sababu anafikiria tuna compete. Sasa anataka ati jioni watu wakiangalia news waone mkutano ya Jubilee, alafu yeye aonekane yako hapo pia akitajataja mambo yake machafu. Leo hii ako kule town akiitisha press conference akiambia watu ya Kericho na Bomet, mnajua kuna project ingine, damu ingine inajengwa huko. Ikijengwa hiyo maji inapelekwa Nakuru, nyinyi mtakosa maji. Na unajua kwa fikira yake akisema Nakuru, unajua wacha niwafafunulie fikira zake ndio muelewe fikira yake. Sasa ati akisema hivyo wale wa Kipsigis wa Kericho wakasirike, waseme hii maji yetu inapelekwa Nakuru ndio ikakunyuliwa na Wakikuyu huko. That is his thinking. You must understand a man and his thinking. Backwardness, pettiness. Pettiness. Jameni, kwa sababu hataki kuona mbele, hataki, hawezi ashindane na wale ambao wanaangalia mbele, hawezi ashindane na wale ambao wataka maendeleo, hawezi ashindane na wale ambao wanataka umoja. He thrives in division and in poverty. Tunaelewana wenzangu? Hivyo ndivyo dunia ilivyo. Na ndipo unaona sasa kazi yake ni pesa hii imeibiwa, hii ndio atutoe sisi kama wanajubilee kutoka uwanja wetu wa mpira, tuingiane kule na yeye tujibiane mambo ambaye hayako, na ndio tusahau yale ambayo tunayafanya na kule ambapo tunataka tuelekee. I want to tell you, my brothers and sisters, today, sisi wengine hatutatoka kwa uwanja wetu. Sisi uwanja wetu ni wa maendeleo. Sisi uwanja wetu ni umoja na amani ya taifa letu la Kenya. Hiyo uwanja yake ya matope acheze peke yake na wale anataka kucheza na hao. But he will not divert us from the clear objective of Jubilee. Tunaelewana wenzangu? Mnakubaliana na mimi jameni au mnakubaliana na mimi? Aendelee na matope yake na magazeti yake,
Sisi turudi kwa wananchi na kazi na maendeleo. Sini namna hiyo? Sini namna hiyo? Basi. Na ndipo mimi nasema Asante. Na ndipo wenzangu, ndio turudi sasa mambo yetu ya ndani. Tukiwa hapa kongamano la kwanza la National Governing Council, mimi ningependa niombe hivi: tusiwe tumekuja hapa sisi kugombana wenyewe kwa wenyewe, nani yako kiti hii, nani yako kiti hii. Hiyo hatuna shughuli. Shughuli yetu ni agenda ya Jubilee ifaulu. Tunaelewana? Agenda ya Jubilee ifaulu. Agenda ya Wakenya ifaulu. Tunaelewana? Hiyo ndio lengo letu. Wale ambao wanafikiria ati tumekuja hapa ati tupigane, mimi nataka, it does not make a difference who is the leader of Jubilee, who is the deputy leader of Jubilee, who is which position, who is what position. What matters is the Jubilee agenda of unifying and developing our country, Kenya. That is the agenda, and that is the agenda that we wish to succeed. Au ni namna gani wenzangu? Si namna hiyo? Na mimi ningeomba leo hii kitu cha kwanza, jameni, mimi ningependa tuungane, tuchaguane kikampeni cha Jubilee. Na nasema hivyo kwa sababu we just want to bring our people together, na tutengeneze campaign teams for every region za Jubilee ambazo zimechanganyisha Wakenya wote. Na niseme kwangu, kaunti yangu ni Kiambu. Mimi ningependa kuona Kabogo na Waitito wote wako ndani, wote wako, wacha niseme na pamoja kwa muda huu wapange mkutano ya Jubilee, waite viongozi wa Western, waite viongozi wa Nyanza, waite viongozi wa Coast, waseme tumepanga mkutano ya kuuza sera za Jubilee katika Kiambu. Kwa sababu dakika ya mwisho ile, mimi nataka niwahakikishie ya kwamba, and this I want to promise you, chama cha Jubilee will be the first party in the history of the Republic to hold free, fair and democratic nominations. Na tutatumia IEBC, na tutatafuta pesa tulipe IEBC wasimamie uchaguzi wetu, ndio haki ya mwananchi itendeke. Tunaelewana? Kwa hivyo hakuna haja ya twende mkutano ya Jubilee ati Kabogo walete watu yake, Waitito walete watu yake, ati ndio tuoneshane nani yako na nguvu zaidi ya ule mwingine. Nguvu yako ni chama chako. Wananchi ndio wataamua. Tunaelewana? Na pia niseme faida ya kuwa na chama kimoja, chama kikubwa, ni kwa sababu tukiunda serikali, na mimi sina shaka tutaunda serikali, kama watu ya Kiambu watachagua huyu au yule, huyo mwingine ajue tutampatia nafasi katika serikali kwa sababu serikali ni kubwa. Wenzetu wa Nairobi na waambia hivyo, nendeni kwa wananchi, msifurugane na mpendane. Wakichagua yule ambaye watachagua, mshikeni mkono, nyinyi wengine mkuje tufanye kazi katika makazi ni mengi. Are we together? Kuna haja ya kupigana jameni? Kuna haja ya kupigana? Si faida yetu ni tushinde na tuingie na tuchukue serikali?
Na nyinyi jameni msituletee bana. Au ni namna gani? Faida ni tuhakikishe ya kwamba tumefanya free and fair nominations using a process that is transparent and acceptable to all. Sini namna hiyo? Tumekubaliana hivyo? Kwa hivyo tusiwe na tukienda mkutano ya Jubilee, tusiende ati mimi nataka kuonesha rais ati mimi ndio niko na watu. Hata ukinionyesha uko na watu, mimi sina kura. Mimi yangu ni moja. Twende mkutano tuuze Jubilee. Alafu tukishamaliza mkutano, wewe baki huko ukijitafutia yako wewe mwenyewe, lakini tumeuza Jubilee. Au ni namna gani? Si namna hiyo? Na mimi nasema mikutano ile tutapanga kutoka siku ya leo, we will be free. Mikutano yote ya Jubilee, the sitting, all aspirants watapatiwa nafasi pale mbele, waongee, waseme yao. Hakuna mtu ambaye atafungiwa. Faida wewe ni mwana Jubilee na unauza sera za Jubilee. Sini namna hiyo? Sini namna hiyo? Sini namna hiyo? Na mwisho ndio mimi nasema ningependa leo, na nitapatia sasa ndugu yangu na mimi nikunywe maji kidogo, aendeshe hiyo kiwango ingine, kwa sababu bado najua kuna wengine ambao wangependa kusema. Lakini mambo hayo nimetaja, jameni tafadhali, nataka tuamue leo kwa hii governing council. Magavana wetu, maseneta wetu, ma MCA wetu, ma MP wetu, viongozi wetu kule mashinani, jameni tuamue leo ya kwamba kama wana Jubilee tumekataa kuingizwa uwanja wa matope, na sisi tutacheza mpira wetu kwa uwanja wa maendeleo. Tumekubaliana hivyo? Na ya pili ya kwamba tunataka tuchague kamati ambayo itaongoza campaign ya Jubilee, na ambayo itapanga mikutano katika kila kona ya nchi, na ndio tuweze kutembea pamoja tukiuza sera zetu, tukiuza umoja wetu, tukiuza amani yetu, tukiuza mipango yetu ya Kenya, tukienda mbele. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Na la tatu nikimalizia la tatu na nikimalizia, na hiyo ni kusema ya kwamba pia nataka kongamano hili liamue ya kwamba nominations za Jubilee za mwaka ujao zitafanywa by the Independent Electoral and Boundaries Commission, na ndio watasimamia kuhakikisha ya kwamba hakutakuwa mapendeleo upande wowote, na Wakenya wana Jubilee watapata haki yao ya kuchagua yule kiongozi ambao wanataka. Sini hivyo? Kwa hayo machache na mengi nasema asante. Mungu awabariki, Mungu awabariki Jubilee, Mungu awabariki taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Lusaka ananikumbusha mafactory zingine ambazo ilikuwa imekufa kwa sababu ya ufisadi, na wengine wanajua hata mpaka wa leo wako na deni za hizo mafactory. Tumefufua na wakulima wa miwa wanalipwa siku ya leo. Bungoma, baada ya mwezi mwingine mmoja tutakuwa Bungoma tukifufua pan paper ambayo ilikuwa imekufa. Wananchi wa Webuye waweze kuanza kupata makazi vile walikuwa hapo awali. Jameni tumejaribu. Jubilee, jameni tumejaribu. Mungu awabariki.
twende mbele, tunasema twende mbele, ndio maana tunasema ende mbele, ndio maana huyu mama huyu kuja huyu mama ndio huyu mama akuje kimbia hapa wewe kimbia ndio microphone uhuru moto uhuru wetu moto naruto moto naruto moto jamana tunasema ende mbele